Ndiyo, ilikuwa ni wasiwasi kwa miezi 6 na kazi yangu, lakini taratibu alianza kuimarika na kisha nadhani tulituliza na ikawa bora zaidi. Jinsi ninavyojisikia kwa sasa, haijabadilika sana kwa sababu bado ananisaidia sana katika shughuli zangu ninachofanya. Na nahisi unajua nimeridhika sana na kinachoendelea, unajua tangu ameimarika. Lakini wakati miezi 6 ya kwanza nilikuwa na wasiwasi kuhusu biashara nyingine tunachofanya, unajua. Kwa hivyo lakini tangu wakati huo, unajua tangu ameimarika tuko bora zaidi. Ikiwa ningetoa ushauri kwa mtu, ningesema usikate tamaa. Itakuwa sawa, unajua itakuwa sawa. Na unajua nadhani mara tu unapokata tamaa, hiyo ndio njia, utaenda chini, lakini unajua huo ungekuwa ushauri wangu, usikate tamaa. Baada ya mimi kujua kwamba mume wangu alipata kiharusi, nilihisi wasiwasi sana. Na pia nilikuwa na huzuni sana. Na nilihisi nimechoka sana kukimbia hospitalini na kurudi nyumbani, kutunza nyumba na kufanya mambo yote aliyokuwa akifanya awali. Ilibidi nichukue baadhi ya kazi alizokuwa akifanya awali, kama kufanya bustani na kupeleka magari kwa matengenezo. Wakati huo nilikuwa nimechoka sana na hakuna aliyenisaidia isipokuwa mimi mwenyewe. Lakini kila siku ilibidi niende hospitalini kumuona na nilikuwa na hofu sana kwamba anaweza kufa. Na kisha kila mara narudi nyumbani peke yangu na nilihisi nimechoka sana. Na sikutaka kumwambia mtu yoyote kuhusu mume wangu kupata kiharusi. Kwa sababu unajua Wachina baadhi ya misemo ya zamani kwamba watu ambao lazima walifanya kitu kibaya sana, basi wanapata matokeo haya ya kupooza upande mmoja au mwili mzima kupooza. Kuna mambo mabaya ambayo sisi tuliyafanya hapo awali. Kwa hiyo sikutaka kuwaambia wengine kwamba mume wangu alipata kiharusi na alipooza nusu ya mwili wake. Nataka kushauri kwamba kuwa mlezi, tunapaswa kuwa makini sana. Kama mlezi, nadhani jambo muhimu zaidi kwetu kufanya ni kufuatilia kwa karibu hali ya aliyenusurika na kiharusi. Mlezi pia wanachoka sana, na kwa kweli mwanachama mmoja wa familia ambaye ni mgonjwa inafanya familia nzima kutofurahi, na pia inafanya familia nzima kuchoka. Na mlezi anapaswa kujitunza pia, sio tu kumtunza aliyenusurika na kiharusi. Nina, fikiri ni msaada wa familia ambao ulisaidiana, na watoto wote walinisaidia, na sote tulisaidiana kuelewa kilichokuwa kikiendelea. Nadhani moja mambo, sidhani kama ilikuwa jambo la kukatisha tamaa, lakini tu mabadiliko ya hisia zake. Kwa hivyo kuelewa hilo. Lakini kama unaelewa sababu za hatari, fursa za kushinda viharusi, na hivyo kama unaelewa viharusi kidogo zaidi kuliko ulivyokuwa hapo awali, nadhani unajua unaweza kushinda nyakati hizo za kinachoitwa unyogovu na nyakati za kukatishwa tamaa, na hivyo. Ndio, na kama nilivyosema, kupitia himizo chanya badala ya hasi. Sikupata msongo mkubwa kwa sababu nilihitaji kubaki chanya, kwa sababu haikuwa mimi niliyeathirika, ilikuwa ni mke wangu. Kwa hiyo sikutaka ugonjwa wake uniathiri, na kwa mimi kuwa chanya ingemsaidia pia katika urejeshaji wake. Nilichogundua na mke wangu ni kwamba, unajua, wakati mwingine ninahitaji kuwa naye karibu kila wakati, kumhimiza, unajua, labda kumhimiza afikie uwezo wake wa juu, kwa sababu najua mipaka yake, lakini pia najua jinsi ya kuvuka mipaka yake. Lakini kumfanya, unajua, alipokuwa na kiharusi, ni kumfanya aelewe kikamilifu mipaka yake tena alipo,
kwa hiyo, na si kufanya mambo kwa ajili yake kila wakati, ambayo pia husaidia. Na unajua, nimehimiza familia kutofanya hivyo pia, kwa sababu unajua, tunapokwenda kutembelea familia au marafiki, wanasema unajua, wanamtazama na kusema unajua, hey, kaa hapo, pumzika, usifanye chochote. Na hiyo ndiyo kitu kibaya zaidi mtu anaweza kufanya kwao, kwa sababu haisaidii katika urejeshaji wao. Tuliendelea na maisha kwa njia bora tuliyoweza. Tulipokea ushauri kutoka kwa kila mtu tuliyeweza. Tulijifunza jinsi ya kusimamia nyumbani. Tiba ya kazi bila shaka ina jukumu kubwa. Tulilazimika kukubali ukweli kwamba mambo yalihitaji kufanywa nyumbani na chumbani na kwingineko ili kufanya maisha kuwa rahisi wa wote wawili. Ukweli kwamba Bill ana haki ya kuwa na miezi miwili wiki mbili kila miezi mitatu ya mapumziko. Na mwanzoni nilifikiri sihitaji hiyo. Na kisha bila shaka haikuchukua muda mrefu kabla sijatambua kwamba ni ujinga sana kutotumia na kukubali kwa jinsi ilivyo, kwa sababu haimpe tu mimi mapumziko kutoka kwa Bill. Inampa Bill mapumziko kutoka kwangu, ambayo naona ni jambo zuri kabisa, kwa sababu tunaporudi pamoja tena, tunaanza upya. Tumekuwa tukikabiliana na Joe kuwa na kiharusi. Tumejiunga na vikundi vingine vya msaada. Kimoja tunakwenda mara moja kwa mwezi, na pale tunaweza kukaa na kuzungumza, na kila mmoja anaweza kulinganisha matatizo yetu wenyewe. Tunaweza kusikiliza matatizo ya watu wengine na kutambua kwamba ndio wana matatizo sawa na sisi, au tuna matatizo sawa na wao. Kikundi kingine tunachokwenda ni asubuhi ya kijamii. Tunaweza kuzungumza na kila mmoja, tunazungumza na watu wengine waliopata kiharusi na kuwasaidia, na tunaweza kuona jinsi baadhi ya wakati mwingine jinsi walezi wao wanavyosaidia kwa wale waliopata kiharusi. Kweli, ushauri bora ninaweza kumpa mtu ambaye mwenzi wake amepata kiharusi ni kufanya kile ambacho hawawezi kufanya, lakini usifanye kile wanachoweza kufanya, na waache. Waendelee kama sehemu ya tiba yao ya mwili kwao wenyewe. Waache wafanye kile wanachoweza kufanya. Unahitaji kurudi nyuma kutoka kwao na angalia kinachotokea kwako mwenyewe. Usipofanya hivyo utakuwa mbaya kama wao. Kuhusu sheria na kanuni ndani ya nyumba, siku za mwanzo nilikuwa na tatizo na marafiki na jamaa ambao walikuwa wakijaribu kumsaidia kila wakati. Alihitaji tu kusogeza kidole na naweza kufanya kitu kwa ajili yako. Na nilihisi kama mchawi mbaya wa magharibi wakati mwingine, kwa sababu nasema, hapana, anaweza kufanya hivyo, mwacheni afanye. Usimsaidie na hotuba yake kwa kiwango hicho. Usimwekea maneno mdomoni mwake. Mwacheni ajaribu kuyatambua. Au mpe herufi ya kwanza ya neno unalojua anatafuta, kwa sababu mara nyingi anaposikia herufi ya kwanza inafanya kazi, na hiyo ni nzuri. Kulikuwa na mabadiliko dhahiri ya tabia, tulilazimika kukubaliana na hilo. Mambo ya kihisia ni yenye nguvu sana mwanzoni. Lakini nadhani ni mara kwa mara unakumbushwa ukweli kwamba maisha yako yamebadilika. Na kuna mabadiliko ambayo lazima yafanyike. Moja ya mambo hayo ilikuwa kulia juu ya mambo madogo kabisa ambayo haikuwa sehemu ya tabia ya Bill kabla ya hapo. Kukasirika, lakini kwa njia tofauti kabisa. Sote tunakasirika wakati fulani, lakini sasa ilikuwa juu ya tena mambo madogo. Kupoteza uvumilivu kwa kusema hivyo. Na mimi kwa kujibu, ningefanya hivyo mwenyewe. Unajibu kwa hasira, mpaka ujifunze na kuelewa
kwamba hiyo ni sehemu ya ugonjwa. Hawawezi kujizuia. Na pia jambo lingine ninapofikiria kuhusu hilo ilikuwa ni matusi. Hilo lilikuwa mshangao mkubwa kujua kwamba linaweza kutokea kwa mtu ambaye kawaida hafanyi hivyo. Lakini lilikuwa likitokea. Na sasa ikiwa anafanya hivyo, badala ya mimi kuguna na kusema usifanye hivyo, sasa tunacheka kuhusu hilo. Sasa tunacheka kuhusu mambo hayo yote na tunakumbatiana na kusema, kweli, hilo ni neno tofauti. Sijasikia hilo kwa muda.